tukawaambia kwamba tuna nia ya kusimamisha usajili wao au kuwatoza fine. Kwa hiyo tunaomba wajieleze kuhusu masuala hiyo. Kwa hiyo maelezo yao ndio yatatupatia sisi kufikia uamuzi kama ile adhabu tunaitoa au hapana. Kumekuwa na kauli kwamba mnakinyemelea kukifuta Chadema. Kwa hivyo barua yenu ambayo mmetoa kwa vyombo vya habari, je, ni kweli kwamba mnataka kukifutia chama hichi? Tukiona kwamba maelezo yao hayana msingi, kwa kweli tutachukua hatua, wala hatutani. Ile barua tujiandika kwa utani, ule sio utani ule. Ile ni tunasimamia sheria serious. Kwa hiyo tutachukua hatua kama tulivyoandika. Najua mpaka sasa hivi kuna vyama vishaye kufutwa kwa kukiuka sheria. Kwa hiyo tunataka vyama vya siasa vielewe hiyo kwamba hakuna chama cha siasa ambacho ni cha kudumu milele. Ukikiuka sheria utasimamishwa, ukikiuka tena utafutwa. Msajili anatumia vigezo gani kupima uchochezi bila kuathiri uhuru wa maoni? Uchochezi unaeleweka kwa sababu mtu kwa mfano anaposema kwamba watu waandamane wakamtoe fulani ambaye yuko mahakamani, ina maana unawachochea watu wasifuate sheria katika shughuli kutafuta haki zao. Sasa huwezi ukakaa mtaani ukaishinikiza mahakama imtoe mtu ambaye mahakama yenyewe bado haijafikiria, haijapima ushahidi na kuweza kufikia maamuzi yake. Kwa huko mtaani kutavuka vurugu. Huo ndio uchochezi tunaosema. Nakupa mfano. Chadema walienda kule mahakama ya rufaa. Mahakama sikatoa uamuzi waendelee na shughuli zao. Wao walienda kuandamana barabarani. Sasa kwa nini wanasema wakaandamane barabarani? Kwa ndio maana tunaongea kwamba Chadema na vyama vingine wanaelewa na wanafusa nchi hii kwa mujibu wa katiba tulionayo wa kufanya siasa bila kuchochea watu wavunje sheria. Wanasheria wenzako wamekupinga wakisema kwamba pengine hamfuati sheria za nchi kuhusiana na taratibu za vyama vingi katika taifa la Tanzania. Sasa mimi naomba wao wanasheria na watu wote wasome ile barua. Ile barua tumenukuu vifungu vya sheria, na kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa kifungu cha 4 kifungu kidogo cha 5 inaeleza bayana kwamba ni jukumu la msajili wa vyama vya siasa kusimamia utekelezaji wa sheria ya vyama vya siasa. Tafsiri iliyopo ni kwamba ni uonevu dhidi ya Chadema, unasemaje? Sasa mara nyingi mtu yoyote, hata sio chama tu, hata wewe ni mlezi, hata nyumbani ukiwa na mlea mtoto wakati mwingine akikosea ukimpa adhabu anasema unamuonea, au mtu ambaye hajui jinsi gani ule mtoto ametenda lile kosa anaweza kufikiri unamuonea. Lakini mimi nilichojifunza jambo moja, hata walimu wakitoa adhabu shule wanafunzi wanafikiri wanaonewa, lakini mwanafunzi yule akiwa mtu mzima anakwenda kumshukuru mwalimu kwamba alimsaidia kumfanya awe mtoto mzuri zaidi na asome vizuri zaidi. Kwa hiyo Chadema lazima waelewe msajili wa vyama vya siasa anasimamia utekelezaji wa sheria na ni mlezi wa vyama vya siasa. Na mlezi lazima hakikishe mtoto anafuata utaratibu, anafuata sheria, na sio Chadema tu. Vyama vyote 19 tunavisimamia, na vinapokosea tunaviandikia barua, tunavipa adhabu au kuvishauri. Sio Chadema peke yake. Kumekuwa na kauli kwamba ofisi hii haipo huru na kwamba mnafanya kazi kwa maagizo. Je, kuna ukweli kuhusu hili? Msajili wa vyama vya siasa anafanya kazi kwa mujibu wa sheria, na sheria imetamka wazi kabisa katika kile kifungu cha 4 kwamba ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ipo huru. Kwa tunapofanya kazi zetu sisi hatushinikizwi na mtu. Tunafanya kazi kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo ndio maana unaona kwamba mbali na Chadema, ACT walitoa tamko lao, hatukuandikia barua. Kwani kwa kama shinikizo litakuwa kwa Chadema tu, Chadema wao ni nani? Vyama vingine vipo. Kwa na Chadema wenyewe pia. Lema sijui aliitisha mkutano kule Arusha, akafanya mkutano, mbona hatukumwandikia barua? Na maana tuliona hajakiuka sheria. Sugu alifanya mkutano huko, mbona hatukumwandikia barua? Na maana hakukiuka sheria. Kwa hakuna shinikizo lolote. Swala linakuja ni wewe mwenyewe unapokiuka sheria, lazima tuchukue hatua, na tukichukua sasa uwezo ukasema tuna shinikizo, hiyo itakuwa ni utetezi ambao hauna maana. Wanasema ni hoja ambazo hazina mashiko. Kwa hiyo ni swala la msingi la mwanasiasa kuhakikisha kwamba anafanya shughuli zake kwa kufuata sheria. Ni swala la msingi kwa chama cha siasa kufuata sheria. Inapokiuka sheria kiwajibike bila kutafuta visingizio. Taarifa hiyo imezua taharuki ya kisiasa katika taifa la Tanzania. Je, mnyoshewe kidole? Sasa huyo mtu anayetaharuki ni mtu ambaye hasomi na hataki kwamba watu wafanye siasa za kistaarabu, kwa sababu
siasa inapaswa kufanywa kwa njia ya kistaarabu, kwa kuheshimu sheria za nchi. Watu hao ambao wanasema kuna taharuki, wao wanatakiwa wawashangae hao wanaokosea na wawaambie kwamba wafuate sheria, badala ya kuwashangaa watu wanaowaambia watu waliokosea kwamba wanatakiwa wafuate sheria. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ina mamlaka makubwa kuliko demokrasia ya vyama vyenyewe. Hapa demokrasia ni utaratibu. Demokrasia ni utaratibu ambao umewekwa kwamba lazima muufuate ili kila mtu apate haki yake ya kujieleza. Unatakiwa uhakikishe kwamba unakosoa lakini huvunje haki za wengine. Kwa mfano kuwanyanyasa watu, kusema mambo ya uongo, kuwadhihaki watu. Ofisi ya msajili kazi yake yenyewe, kama ambavyo katiba imesema kwamba itatunga sheria ili vyama vya siasa viweze kufanya kazi, sisi tunasimamia ile sheria iliyotungwa na bunge kuhakikisha kwamba watu demokrasia wanatumia haki yao ya kidemokrasia. Tudumishe amani ya nchi hii, tudumishe utulivu, tudumishe maelewano.